Aisee, nikiwa napita zangu naelekea shambani kwangu, si nikaliona hili hapa shamba la nyanya. Kusema ukweli nimenivutia kwa muonekano wake na ikabidi nisogee karibu ili nitazame vizuri. Kusema ukweli huyu jamaa kawekeza. Shamba hili ni jumla ya eka 6 kama unavyolitazama hapa na linapatikana katika kijiji cha Mamoyo. Hiki kijiji cha Mamoyo kipo katika kata ya Mabwerebwere na hili ni jimbo la Mikumi, wilayani Kilosa, mkoa wa Morogoro. Cha kuvutia zaidi, nyanya hii imelimwa kipindi cha kiangazi na hii ni kwa sababu maji yanapatikana kwa wingi, na hii inatokana na kwamba water table ya eneo hili ipo juu sana. Kwa hiyo imemrahisishia huyu jamaa kuchimba kisima kwa shughuli za umwagiliaji. Nyanya hii inachukua miezi 3 tu kukomaa, ikiwa hapa ilipofikia ina miezi 2 na siku zake kadhaa. Kwa hiyo hivi karibuni huyu jamaa ataanza kuvuna huyu. Na nikabahatika kumpata kijana mmoja ambaye yeye anasimamia shamba hili. Na cha kwanza nilichotaka kujua kutoka kwake nijue tu kwamba wakianza kuvuna tu watapata kiasi gani. Kuna swali nataka nikuulize kama una uzoefu nalo. Shamba kama hili mkivuna kwa mvuno ule wa kwanza tunaweza tukapata kiasi gani? Kwa mvuno wa kwanza, mchumo wa kwanza tunavuna kuanzia gari 2, mchumo wa kwanza gari 2 au gari 3, na mchumo kuendelea ukichuma mara moja gari 4. Kwa maana kadri unavyoendelea ndo zinaongezeka. Mchumo wa kwanza ndio mchumo mdogo, maana ndio kama mchumo wa kwanza ndio mchumo unaotoa kiasi kidogo sana. Tumeona mmelima kiangazi. Kuna utofauti gani wa kulima nyanya ya kiangazi na nyanya ile ya mvua? Nyanya ya kiangazi haina changamoto kama nyanya ya mvua. Hii nyanya ya kiangazi ni nyanya ambayo haileti changamoto nyingi, ni nyanya ambayo inaiva wakati wa nyanya ikiwa na bei nzuri. Haya, sisi tunakushukuru sana. Asante. Aisee, nikushauri wewe mwenye uwezo wa kulima na una interest ya kulima, karibu Kilosa, kwa sababu huku bado mashamba yanapatikana kwa wingi na yana rutuba. Kama unavyotazama huyu jamaa kalima hapa, anaelekea kupiga hela zake. Kwa hiyo jitokeze kwa wingi. Kwa hiyo njoo uwekeze Kilosa, na ukishafanikisha usisite kuja kunishukuru kwa sababu nimekupa hii kodi. Nimevipata kwa kilimo. Acheni maneno yenu. Enyi walimwengu, mafanikio yangu nimepata kwa kilimo.